رمضان رمضان. قال ربنا وسيدنا ورازقنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم تبنا إليك وندمنا يا وهاب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وكفارة لسيئاتنا وذهب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية. اللهم واشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Leo tuko kwenye aya ya 68 katika surati Tauba, na mada ni moja, na hii ndio katika ufasaha wa Qur'ani, yaieleza mada moja kwa uslubu mbalimbali, na ukaona kama kwamba haijaelezwa kabisa. Awaeleza watu, jamii ya watu ulimwenguni. Na hapa tukisema Qur'ani huwa ikiaddress watu wote, haikuwa ati ya waaddress watu fulani walioko Madina au watu fulani walioko Maka, ni watu wote, watu wote ambao kwamba walikuwa kwa wakati ule wako sasa, kwa tabia, kwa akhlaqi, kwa vitendo, akiwa South Pole, akiwa North Pole, Muislamu akiwa North Pole, akiwa South Pole, afikiria namna moja, kafiri afikiria namna moja, mnafiki afikiria namna moja, na sitimbi zao ni moja. Kwa hivyo ni mafundisho ya kuwa, je, wewe uko kwenye kategori gani? Waweza vipi kujitoa? Kwa sababu hapa ulimwenguni umekuja Mwenyezi Mungu amekuleta hapa ujiangalie wewe mwenyewe, ujitathmini wewe mwenyewe, uko kiwango gani? Uko cha imani yako iko kiwango cha wale waliokuwako muhajirina, au kiko kwenye kiwango cha ansari, au kiko kiwango cha munafikina?
hasibu kabla an tuhasabu. Sayyidina Umar alikisema mara nyingi sana katika wise saying zake, akisema hasibu, jitathmini wewe mwenyewe uko kwenye kategori gani. Na Mwenyezi Mungu akiwaeleza kitu hukieleza kwa uslubu wake, wala hakichoshi kitu chenyewe. Akimweleza nyoka wa Musa, mara atakuelezea faidha hiya thubanun mubin, mahali pengine atakwambia hiya hayatun tas'a. Nyoka ni yule yule, hapa muita haya na hapa muita thuban, kwa mazingira alipokuwa yeye na Firauni, ilikuwa hitajia kijijoka kidogo cha kuweza kuzunguka kumshtua yule. Kile kijoka kikiwa kidogo huwa chaweza kujizungua na kuruka na kunini, yule akawa ni thubanu mubin. Ilipokuwa sasa wameletwa watu na waganga, ikawa ni kama exhibition kuonesha uganga wa Firauni, na Musa amekuja na fimbo yake, basi likawa ni joka kubwa, faidha hiya hayatun tasa, kwa sababu litainua kitwa watu walione. Haikuambiwa kwamba kulikuwa na nyoka, kulikuwa na nini. Wakati ule hakuna ngaa watu online wakaangalia, watu wangeenda kushuhudia wenyewe. Basi lile joka likawa kubwa sana, faidha hiya hayatun tasa. Kwa hivyo uslubu wa Qur'ani siku zote yaangalia ile mazingara yako vipi. Na katika sura hii twaelezwa vile vitimbi vya watu ulimwenguni ambao wajiita Waislamu na hali si Waislamu, ni munafikina. Wala itakuwa ni makosa kufikiria ni wale watu 300 ambao walikuwa kwa Madina, min ahli almadinati maradu ala nifaqi. Katika watu wa Madina kuna wengine waliteleza wakaingia kwenye nifaqi. Sasa si Madina peke yake, wakafika stage mpaka wakajenga msikiti. Si Madina peke yake, na sisi pia tuwaweza kufanya hivyo. Tuangalie zile condition zetu ziko vipi, twafanya vipi. Wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqat, Mwenyezi Mungu amewaahidi wanafiki wanaume na wanafiki wanawake. Hapa imekuja wanaume na wanawake, na mara nyingi kuja kwa wanaume ikaingia wanawake. Lakini kwenye topic hii, topic muhimu sana, lazima kutolewe wazi kwamba kulikuwa na wanawake pia, women wing, na tumeeleza kwa kirefu role ya wanawake waliopoteza katika Dawlatul Amawiyin wakati wa Muslim bin Aqil kwa kirefu sana. Kwa hivyo
wanawake wana roli walicheza, ndo Mwenyezi Mungu akawaambia, na wanawake wana roli watacheza kwenye kwa upande wetu sasa mpaka 21st century. Ni wakati tu, lakini watu ni wale wale, binadamu ni yule yule. Wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqati, tumewaahidi wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike, walkufara, na makafiri. Imewekwa wazi kwamba kuna munafiki na kuna kafiri. Khalidina fiha, watatiwa milele kwenye huo moto. Hiya hasbuhum, hiya hono moto, hasbuhum ndio yenye kuwatosheleza wao, kwamba ndio punishment inayostahiki, hakuna zaidi ya hiyo, wala hakuna dunia hiyo. Si tu walaanahumullah, na Mwenyezi Mungu atawalani. Si tu walahum adhabu muqim, kuna adhabu ya milele. Hapa lazima tuzieleze moja baada ya moja. Wa'ada Allahu almunafiqina, Mwenyezi Mungu amewaahidi wanafikina na munafikati. Je, mnafiki nani? Mnafiki ni mtu ambaye kwamba ana sura mbili. Saa nyingine ni Muislamu, saa nyingine si Muislamu. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, wazungumza kwa ulimi wao, sio kwenye nyoyo zao. Ukiwaona utashtuka wewe kwa mavazi yao, wataona kwamba kwa jismi yao tojibuka ajisamuhum, ukushtua ile personality yao, ukaviona vile wanavovaa zile title anayopewa, ile heshima anayopewa, ukaona huyu, wajua kitu kikisifiwa sana hubadilika maana yake. Ukamsifu mtu sana, zamani kulikuwa na mpaka sasa wale viongozi wa siasa huitwa waheshimiwa tukufu. Safari moja Tanzania, katika sherehe akainuka watu tofauti tofauti, mmoja mtukufu rais, mtukufu nani, mtukufu nani. Nyerere likamuudhi sana, asema kila mtu mtukufu bwana, kila mtu mtukufu, hata Bota pia ataitwa mtukufu. Manake Bota wa South Africa zile genocide azifanyazo, kisha pia ataitwa mtukufu. Kama sasa ayuha almalik khadim alharamain sahibu aljalala, yote ni kumsifu yule mtu, kumpamba ili watu wazidi
ile title, ile heshima ipande juu. Lakini ukiangalia vitendo vao si vitendo vya Kiislamu, havina Uislamu. Ukiangalia genocide wanavyozifanya wao wenyewe personally katika nchi mbalimbali, mambo yatokeao Yaman kwa mikono ya Waislamu wenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko Mina, aliinuka akasema, akawauliza watu, ayi shahrikum hadha? Watu wakastaajabu, sisi tutamaliza kumaliza hija, Mtume atuuliza ni mwezi gani huu? Akasimama, ngoja sisi tumjibu watu 120,000. Hakuna mjibuo. Akawaambia, alaysa dhul hajj? Akamwambia, naam, bala ya Rasulullah. Sasa alikuwa avuta attention, akamwambia, ayi shahri ay yawmikum hadha, hii ni siku gani? Wale wakaona labda Mtume ataipa jina lingine. Akamwambia, si yaumun nahri, siku ya kutinda, siku ya sikukuu ile tarehe 10. Akamwambia, naam, bala ya Rasulullah. Kisha Mtume akawageukia akawaambia, utukufu wa siku kama ya leo, mwezi huu wa Dhulhijja, kwenye ibada hii ya hija, kwenye siku hii ya yaumun nahri, ni siku tukufu sana. Lakini damu ya mu'min ni tukufu kama siku hizi. Akatoa message ya mwanzo na mpaka leo message hiyo haijamalizika. Akasema, damu ya mu'min haramun alaikum, cheo cha mu'min ni haramun alaikum, kahurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Utukufu wa mji huu, Mungu amesema albaladul amin. Utukufu wa siku hii, yaumun nahri wal fajri wa layalin ashri, utukufu wa mahali hapa na wa mwezi huu, basi na utukufu wa mu'min ni bora kama utukufu wa siku kama hii. Ili bloodshed, ili kupokonyana mali na kupokonyana haki na leo Waislamu baada ya Mtume kuyasema hayo, walitindana Waislamu wao kwa wao, na mpaka leo baada ya Sayyidina Uthmani hakupiganwa vita na kafiri yoyote.
walipigana Waislamu kwa Waislamu. Ukisikiza hizo dynasties zilizokuja, Amawiyin, walipigana wakianza na maswahaba, wakianza kuwapiga maswahaba wenzao. Baada ya Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, kukaendelea mpaka Abbasiyina wakaja wakawapindua Amawiyina. Wote ni Waislamu hao, waswali swala 5, wafunga, wenda hija. Bloodshed zikaendelea. Abbasiyina na wao wakapigana, wakawahutindana, wawatinda wale Amawiyina, and so on. Ile ikenda mpaka leo. Hivi leo ilivyo ni Muislamu ampiga Muislamu mwenzake. Ilikuja wakati akapigwa Mturki, Dolatul Uthmaniyin. Mwingereza na Amerika wakatia sumu ya kusema kwamba hawa si Waarabu. Uislamu ukaitwa Uarabu, na Uislamu hauwezi kuambatanishwa na Uarabu. Wasiokuwa Waarabu wengi, Waislamu walioko India tutosha ya Jaziratul Arab yote, si kwambi na Pakistani, si kwambi na Indonesia, si kwambi. Ikawa al-uruba, Uarabu. Turki ilikuwa imetawala, imetia Uislamu Eastern Europe kote huko. Wamejenga reli kutoka Istanbul mpaka Madina. Wamefanya kila kitu. Ikaja ikamalizwa Mwingereza, Waislamu wakashikana na Mwingereza, akapigwa Mturki kwa kuwa si Muislamu, si Mwarabu. Hivi vita vikaifanya ile Dolatul Uthmaniyin, Ottoman Empire, yanguke. Imekuja 20th century, Mwingereza ikawa ataka kutawala. Katika kutawala ishike hii Gulf. Hapa ndio penye shida. Kwanza isiwe tena ni dualul arabia al-islamia, zikiitwa hivyo maana likatoka jina jipya kabisa, hajulikani in the history of mankind, wala halina maana. Ukaitwa nini? The Middle East. Sasa ukisema the Middle East, ni middle of which east? Ulimwenguni kuna east na west. West ni huko Gharbi, Amerika na kungineko, na east ni huko India na China na nini. Sasa ile yaitwa Middle East, middle of the east, si middle of the east. Gulf countries zile ni center of the world, lakini ukitaka kubadilisha maana, badilisha jina, watu watafahamu vingine.
wakaibadilisha ile. Hata Greenwich Meridian, GMT, wameita Greenwich kwa sababu wamejiita kwa jina lao, uonekane ule ukubwa, superiority, ambapo kwamba hakuna kitu Greenwich ya ila yapita Maka, na center of the world ni Maka, lakini Uislamu hawautaki. Ikawa lazima ifahamike vingine. Baada ya hapo wakawagawanya kwa ufalume, kila mmoja ni mfalume. Kibokoni kuna mfalume na Majengo kuna mfalume. Dubai na Sharjah si kama Majengo na Kibokoni tu. Nini kuwagawanya? Wafela nikawagawanyika, kila mtu na vazi lake, kila mtu na lahaja yake, lugha ya Kiarabu ikampotea, kila mtu azungumza lugha yake, Kiarabu chake. Hizi ndio njama ambao walizoziweka. Imekuja ikaja mpaka sasa kukaja nahdha nyingine. Nahdha ya Mwingereza baada ya kuwa ashamuondoa Mturki, akawatukua watu walioko pale Madina, kambe nyinyi nitawapa nchi nyingine, wakaenda wakapelekwa Urdun. Wakatukuliwa wale ambao kwamba walikuwa wakisaidiana na Waingereza. Waingereza wakawatukua family ya Ali Saudi, wakawaweka ndio wafalume, wakawatoa kutoka Riyadh mpaka kule, wakawafanya walioyafanya. Haya yametajwa katika kitabu alichoandika jasusi wa Kiingereza Humphrey Slade, akieleza namna alivyoigawanya. Waingereza wana tabia baada ya miaka 50 kutoa siri zao, ili nyinyi mufikirie zile yale mambo yao yaliyopita, hawayataki tena, shati ya dustbin. Wao wako kwenye hatua nyingine mpya. Msifikirie mbinu nyingine, fikiria ni yale waliyofanya, muyaone kwamba wao ni wakubwa. Wazungu, Waswahili walioita wazungu, manake huzungua fikra, huzungua itikadi, huzungua kila kitu. Wakaifanya, hawakutaka watu ule Uislamu, walikuwa upiga vita Uislamu, lakini kwa ndia, wajua Waswahili wakisema Mwingereza ni tupa nyeusi. Tupa nyeusi huioni kitu ndani. Tupa nyeusi huoni kitu. Utaona kwamba watu sisi baadhi ya wazee wetu wakiwapenda sana Waingereza, lakini hakuna watu wabaya kama Waingereza. Walizungua. Tulipokuwa sasa watu waanza kupatikana uhuru, watu waanza kusoma, wakaja wakatuletea masomo ambayo kwamba hayana maana. Ni kusomeshwa reading and writing, kusoma kwa Kiingereza na kuandika Kiingereza. Ukimaliza masomo una ujuzi wowote. Kisha wakaeka skuli za kikabila,
kutugawanya zaidi. Kisha zile skuli wakenda wakichukua watoto form 1, wengine standard 7, wakiwapeleka KPA, wakiwapeleka Kastamu, wakiwapeleka wapi, wakiona kwamba twapendwa mno sisi. Waingereza tupenda, lakini zikiato zile missionary schools kina Rabai na Ribe na Shimo la Tewa, walikuwa tukua watoto kule. Wale wote wakenda ma university. Watoto wetu hawakwenda university hata mmoja. Na kila umsikiaye kwamba alikuwa ni graduate, kina Said Hamduni, kina Profesa Ali Mazrui, kina Profesa Taji, wajisomesha wenyewe. Wengine wakaingia kwenye mameli, wengine wakajisafiria, wakenda kule, wakenda wakasoma. Mwingereza alimaliza hii yetu. Na ulimwengu wa sasa vile vile, ni vile vile. At-tarikhi yaudu nafso, tarikhi yajirejelea yenyewe. Almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd, ni shilingi kwa ya pili, ni wale wale. Yaamuruna bil munkar, waamrisha munkar, ni wale wale. Leo ulimwengu umegawanyika, imekuwa katika Gulf kuna Muirani against all other nations, against Israeli, against Syria, against Saudia, against Qatar, zote zapigana na mtu mmoja ulimwengu mzima, na wala rasihim Amerika. Hakuna tarikhi yoyote iliyotokea nyuma. Manake sasa mambo yamefika kingi kwamba Mwamerika na Myahudi asaidiwa na Muislamu kumpiga Muislamu. Mambo yaliyotokea jana, watu wakiamka, watoto mepigwa bomu, missiles zimepigwa, watoto wa miaka 10 mpaka 40 wote wameuawa, karibu 60 si 70. Nini? Wama naqamu minhum illa an yuminu billahi al-aziz al-hamid. Hawakuteswa kwa lolote, ni kwa sababu wa msimamo wao. Na Mwamerika hawezi mpiga mtu kama si zile base zilioko. Hawezi rusha missiles kutoka Amerika mpaka Tehran, hawezi. Lazima atumie Urdun, lazima atumie Turki, lazima atumie Qatar, lazima atumie Bahrain. Na walifanya lile ni kibri, na kuwa wao wamefunguliwa kila kitu, kama kaumu Ad walipofanya kibri. Takuja kusoma katika aya ya pili hapa namna gani watu walipokuwa na nguvu na kibri chao. Mwenyezi Mungu asema fatahna abwaba kulla shay'in, tuliwafungulia milango ya kila kitu. Safari moja kuna bwana mmoja hapa
msikiti huu alikuja akaieleza aya hii Said Omar Abdallah alipokuwa Oxford kwenye 1960. Amepelekwa Oxford na serikali ya Tanzania. Asema nilipokwenda kule nilikuwa na kuna delegates kutoka Kenya, kuna Kiano, kuna na Njonjo, tulikuwa kwa pamoja. Tukatukuliwa tukapelekwa Amerika, New York by night. Ile ukiona Amerika usiku, watu watoka nchi za Kiafrika huku kama kuwa hypnotized, kama kuwa brainwash, ona ile superiority yao na nini na ukubwa wao. Basi ambaye tukaingia kwenye meli ile, tukaiona ile watu kutoka dark continent, hakuna tata, tunzoea taa za kikopo na kandili. Leo tuona mijitaa sampuli. Basi asema ninakaa kwenye meli, mimi nikaitoa hii aya, fatahna abwaba kulla shay'in. Mko Falastini akateka kweli kweli, mashaallah. Na Masri wale watu wote delegates wote wakauliza kuna nini, akamwambia mwambie aseme huyu aeleze maneno aliyosema. Asema watu wote wakaja pale, akasema akawaambia sisi tumeletwa hapa, objective nini? Sisi tutoka dark continent, tuoneshwa ili tuweze kuona ule ukubwa wetu, ukubwa wao hawa wa Amerika. Na Mwenyezi Mungu alisema kwa kaumu Ad maneno haya, walipata teknolojia ambayo kwamba ilikuwa hakuna teknolojia kama wao. Walikuwa na nguvu. Man ashaddu minna quwwa, nani mwenye nguvu kama sisi? Walisema wale, kama Trump anavyosema. Jana Trump asema maneno haya, nani ambao ana nguvu kama sisi? Man ashaddu minna quwwa. Basi Mwenyezi Mungu akasema fatahna abwaba kulla shay'in. Mwenyezi Mungu amefungua milango yao kila kitu, amewapa teknolojia kamili. Siku hizi yale majabali hupasuliwa kwa dynamite, lakini hawa wapasua majabali kwa mikono yao. Walikuwa watu wana nguvu sana, karibu kutoka huku mpaka huku ni mtu mmoja, ile ukubwa wake. Ukiangalia mkono ni mkono. Wale kaumu Ad wakasema nani mwenye nguvu kama sisi? Walipewa nguvu na walipewa na akili, wakafanya kila ya kufanya ya teknolojia, mpaka wakangiwa na Gogi. Fatahna abwaba shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Walipungiwa na Gogi, Mwenyezi Mungu aliwashika akhadnahum baghtatan fa idha hum faqutiya dabira alqawmi alladhina. Qur'ani imejaa mafundisho. Wale watu wanasema, oh thank you Omar, thank you. Is this the Quran? This is the Quran. Wale hawajui, wajua sisi tutaka kwenda kwenye idhaa tuzungumze faradhi za udhu.
Jamani, wewe wenda kwenye idhaa, wajua wazungumza na watu wako University of Nairobi, wengine wako kwenye mauniversity mbalimbali ulimwenguni. Zungumza kitu ambacho kwamba Uislamu umetoa solution ya problem iliyoko, mpaka wajue kwamba Uislamu wasema hivi. Sio Ramadhani tukawa twashindana ni 8 ni 20 ni 8 20 mpaka Ramadhani itoke. Kuna mambo mengi, tarikhi yataka kusomwa, yataka tujaribu kuchambua zile tarikhi namna gani zilivyokuwa. Hivi tulivyo ilikuwaje mpaka tukawa hivi? Jana yetu ikiwa ni mbaya, kesho yetu itakuwa haitokuwa mzuri, mpaka leo yetu iwe ni mzuri. Tutengeze, kisha ndio kesho yetu itakuwa mzuri. Lakini tuko pale pale, Waislamu kwa jumla, hali ilivyo ndivyo picture yetu, sura ilivyo. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, waona wako wamoja, kumbe nyoyo zao ziko mbali mbali. Tuko kwenye 12 la Ramadhani, na kuna watu wawasaidia na watoa mapesa yao, kwa sababu zile silaha zote, misae zote zirushwazo ni millions of dollars. Mwamerika ajua kuna milking cows, watu washakaa kwenye meza, bwana tutafanya, lakini gharama yake ni kadhaa. Na hii ishapangwa, lakini hakuna kitu ambacho kwamba wamakaru wamepanga vitimbi. Wallahu khairul makirin, Mwenyezi Mungu ni mzuri wa kutangua zile. Wao pia wako kwenye hali ya kubabaika kabisa na unyonge wa nguvu, lakini nguvu za Mwenyezi Mungu. Yule Khamenei amekwenda mpaka ofisi, afanya ofisi wake, ajua atauawa kwa sababu hakutaka kujifita. Nijifite nini mimi? Mimi nishamtumikia Mwenyezi Mungu mpaka ninafika miaka 86 bu kaburini. Mimi kufa kwangu, kuuawa na Mwamerika, kwake yeye ni kupata shahada, ni kupata pepo. Na Mwenyezi Mungu, inna lillahi alkhumuniyat, Mungu na makhumeni wengi watatoka wajaa kule, timu mzima iko. Msimamo wa nchi iko vile vile intact, na watazidi kuwa na ari. Na ukiona msimamo wa Muislamu kushirikiana na kafiri, hao ni wanafiki. Wezi kushirikiana na Netanyahu na Trump dhidi ya Muislamu mwenzako, hata kama hamusikizani, lakini ni Muislamu, ni Muislamu.
Waislamu hawawezi kuwa kando. Kila mwenye imani ikitowasha hunyeza. Vipi jamani tutafunga katika mwezi wa Ramadhani kisha tuone watu Gaza wasononeka namna ile, watu hawana cha kufuturu, na zote zimesababishwa na Mwamerika na Myahudi, na sisi tukawa na Mwamerika na Myahudi. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار na makafiri nara jahannam, wamewekewa moto wa jahannam, khalidina fiha, wataketi ndani ya moto huo. Hiya hasbuhum, hiyo ndio jaza yao, that is the appropriate place ambapo kwamba watapata, hakuna lingine. Bali wanafiki imekuja munafiqina wal munafiqati wal kuffara. Kwanza wanafiki, kwa sababu wanafiki ni bora zaidi kupata adhabu kuliko kafiri. Innal munafiqina fi darki al asfali minan nar, watakuwa chini kwenye uketo wa moto, kwa sababu siku zote adui wa dhahiri si adui, wamjua yule, you know how to deal with him. Yule wasiri ndio mjui, ndio ikawa munafikina ni mabaya sana, kwa sababu ni mtu hajulikani, dhul wajhini, ndio ikawa milele motoni ni wao. Makafiri wako juu, wao wako chini, kisha na laana ya Mwenyezi Mungu, tena walahum adhabun alim. Saa nyingine huja adhabu nyuu, saa nyingine huja adhabu muqim, adhabu ya kukaa milele. Saa nyingine huja muhin, ya ihana. Manake saa nyingine adhabu ya hizaya, ya kuona haya, wewe ulikuwa hivi, kumbe ni hivi wewe. Ile watu kukuona, kumbe ulikuwa ni mrongo. Kumbe yawma tubla sarairu, siku utakapotolewa siri, tumuona mtu sisi tukimuona huyu uko kibulani, lakini kumbe alikuwa acting tu yale aliyokuwa nayo. Sasa ile kuonekana kwa namna ile ni ihana, hutaki uonekane. Basi Mwenyezi Mungu asema adhabu muhimu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خلافة سيدنا عمر ilikuja baada ya kufa Saidna Abubakar, lakini Saidna Umar alikuwa kiungo muhimu katika khilafa Saidna Abubakar. Ni katika watu ambao walimshauri sana Saidna Abubakar, na alipokufa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tulieleza namna Saidna Umar alivyobabaika
mpaka alipotulizwa na Saidina Abubakar akaambiwa, ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Ndio Saidina Umar kuzindukana. Saidina Umar radhiallahu anhu aliweza kumshauri Saidina Abubakar mambo kadhaa, kama baada ya vita vya Ridda. Manake Saidina Abubakar alipopata ile khilafa, kuna watu walidai utume, kuna Musailamatul Kadhab, kuna watu ambao waliritadi wakatoka katika Uislamu, kuna watu ambao walikataa kulipa zaka, wakasema si hatulipi tena zaka, madamu mtume amekufa hatulipi tena zaka. Kwa hivyo ilikuwa ni khilafa ambayo ina changamoto sana, na khilafa Saidina Abubakar ilianza na kupambana na hawa watu. Saidina Abubakar aliapa kuwa hatotulia mpaka zaka ilipwe, kwa sababu ni zaka ni katika nguzo za Kiislamu. Bunia al-Islamu ala khamsi, Uislamu umejengwa katika nguzo 5 na moja katika nguzo ni zaka. Kwa hivyo hawezi yeye Saidina Abubakar kupumzika na kuwa katika kiti na khilafa ilhali watu hawataki kusimamisha nguzo katika nguzo za Kiislamu. Vile vile akapambana na watu ambao wameritadi, na katika vita vyote hivi walikufa masahaba wengi, na masahaba ambao walikuwa wamehifadhi Al-Qur'an Al-Karim, kwa sababu zamani kabla ya mtume kufa, watu zile aya zikiteremka, akiteremshiwa mtume na mtume akizisoma, watu walikuwa wakizihifadhi. Lakini walipokufa hawa mahufadh, masahaba wengi waliokufa ambao ni mahufadh, Saidina Umar akamshauri Saidina Abubakar, akamwambia, bana, uonaje tukusanye hii Al-Qur'an Al-Karim iwe katika kitabu kimoja, kwa sababu mahufadhi wengi wamefariki. Ikawa sasa kuna mzozano baina masahaba, mtume hakufanya haya, lakini masahaba wakaangalia maslahi ya umma yako wapi. Maslahi ya umma yako katika kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu kama kilivyoteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ikiwa mahufadhi wamekufa, wamepotea, bimaana baada ya miaka kadhaa kuna watu ambao wamehifadhi aya fulani, itakuwa hakuna ushahidi tena, washaondoka wale. So ukawa na kuna kazi kubwa ya kukusanya Al-Qur'an Karim kwa ushauri wa Saidina Umar. Na Saidina Umar alikuwa very close na Saidina Abubakar, wakishauriana mambo mingi katika vita, wakienda mpaka sasa alipokuwa ni mgonjwa Saidina Abubakar tena, na ni maradhi yake ya mwisho, akapropose yeye, kukawa na kamati akapropose watu ambao watamtagua the next khalifa. Na Saidina Abubakar radhiallahu anhu alipowatagua wale watu wote, walimbai Saidina Umar, wakamchagua Saidina Umar kuwa atakuwa the next khalifa. Na katika mambo ambayo Saidina Abubakar alihusia kabla ya kufa ni kuwa senti zozote alizochukua yeye katika Baitul Mal lazima zirudishwe. Kama akamwambia binti yake Aisha azirudishe pesa kama zile, na fi'lan alipokufa zikarudishwa. Na Saidina Abubakar alikuwa na shamba, akasema hili pia lirudishwe kwa Baitul Mal. Lakini Saidina Umar alipochukua khilafa, yeye akazikubali zile pesa tu wazirudi katika Baitul Mal,
lakini ile shamba hakukubali rudishwa, akapatia familia yake. Na Saidna Umar radhiallahu anhu aliposhika khatamu za khilafa pia haikuwa ni sahali, kwa sababu kulikuwa na maadui externally wa Rum ambao kila wakati walikuwa wao wako katika offense, wataka kuwashambulia Waislamu. Saidna Abubakar alikufa mwaka wa 13 Hijiria, na immediately Saidna Umar alipochukua khilafa akaenda kupambana na Warum katika vita vaitwa vya Yarmuk. Vita hivi vya Yarmuk, Warum walikuwa takriban watu 100,000 na masahaba Waislamu walikuwa between 20 na 40,000, na vita vyenyewe vilikuwa Jordan, between Jordan na Syria. Na sababu ya vita ilikuwa ni hizi threats ambazo kila masaha wa Warum wataka kwenda kuwashambulia Waislamu. Saidna Umar akaandaa jeshi, akamchagua Khalid ibn al-Walid kama kiongozi. Saifun misufillah, huyu mtume alimwita panga katika panga za Mwenyezi Mungu. Saidna Khalid ibn al-Walid alikuwa mtu shujaa sana, na alikuwa ni mtu ambaye ajua vita na ajua kupanga vita. Tulipokwenda katika vita, kukawa kuna jamaa mmoja aitwa Mahir katika watu wa Rum, katika mubaraza ile kupambana yeye na Khalid, akamtaka Khalid ibn al-Walid. Yule Mahir akamwambia Khalid kuwa mimi najua nyinyi ni watu wenye njaa, hamkuja isipokuwa mnandaa nyinyi. Kwa hivyo onaje kila mmoja wenu niwapatie dinar 10, niwapatie na nguo, niwapatie na mali, murudi zenu. Saidna Khalid akamwambia, mimi ninavyojua hakuna damu iliyokuwa tamu kama damu ya Warum. Kwa hivyo sisi tumekuja kununua damu ya Warum hapa. Kwa hivyo hakuna kurudi wala hakuna kununuliwa. Imma mulipe jizya au muslimu au tupambane. Mambo matatu. Muslimu, kama mtaki kuslimu mtoe jizya, kama hamtaki kutoa jizya tupambane. Basi yule Mahir akataka kupigana, kukapiganwa hapo, na hapo kuna kina Khalid ibn Walid, kina Abu Sufyan wako hapo, kibaru sahaba kina Saidna Ali wako hapo. Watu wakawa wapeana morali, watoa maneno ya bishara ya kupeana morali baina yao. Vita vikapambana, watu wakapambana mpaka Warum wakauawa, wakauliwa karibu watu 1000 na watu 100 wakatukuliwa kama mateka. Sasa katika vita kama hivi, Hirqal akastaajabu sana, akasema mimi nataka kujua. Kauliza wale wanajeshi wake, hao mnaopigana nao ni wanadamu? Ni wanadamu kama nyinyi ama ni viumbe vingine? Wale wanajeshi waambia wanadamu kama sisi. Je, nyinyi si wengi? Ambia naam, sisi ni wengi. Sisi ni double ya wao.
Sisi karibu 100,000, wao ni karibu 20,000 na 40. We are more than double. Sasa kwa nini mwashindwa kama nyinyi muna wingi na hawa ni wanadamu wenzenu? Mmoja katika majenerali wa jeshi lile akamwambia, sisi twashindwa kwa sababu hawa yakumuna layl, hawa usiku wasimama waswali, wayasumuna nahar, wafunga mtana, wako katika vita lakini bado wako katika saumu, wayufuna bil ahdi, watekeleza ahdi hawa, wayamuruna bil ma'rufi, waamrishana mema, wayanhauna anil munkar, na wakatazana maovu. Lakini sisi nashrabul khamr, sisi walevi, hakuna mfano wetu katika ulevi. Wanazni, sisi wazinifu. Wanarkabul haram, sisi haramu zote twazifanya sisi. Twatangua ahadi sisi, tumewekana mihadi na watu lakini hatutimizi ahadi zetu. Sisi ni watu ambao twadhulumu, tuamrisha machafu. Haya yote twafanya huku twakataa yale ambayo yamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na twafanya ufisadi katika ardhi. Ule kiongozi wao akasema, haya ni kweli, kwa haya wametushinda kwa sababu wako katika imani na wameshika mambo yao na wafanya mambo mazuri. Ukawa kuna mwanamke mmoja wa Kirum akatuma jasusi katika kambi ya Uislamu, kenda akamwambia, nenda kawaangalie hawa usiku wafanya nini katika hizi kambi zao. Ndio jamaa akapenetrate, akaenda akakaa nao mchana na usiku, nenda kuangalia hawa wafanya nini. Aliporudi kwa yule mwanamke akamwambia, hawa usiku hawalali, wako katika ibada, na mchana wako katika saumu, na lau mmoja wao ataiba basi wako tayari kumkata mkono, na lau watazini, mmoja wao atazini, wako tayari kumpiga mawe ili kusimamisha haki. Yule mwanamke akasema, ama kwa hakika hawa wametushinda kwa sababu ya mambo haya wanayofanya. Vita vya Yarmouk vilitokea mwaka wa 13. Mwaka wa 16 Saidna Umar radhiallahu anhu akapambana katika vita vingine, Al-Ahwaz. Kawa ndani yake akapambana na Kisra katika mji wa Iraq. Saidna Umar katika futihat zake alikwenda akapambana na Jundaisabur. Kukawa kuna takriban expeditions kama 23 ambazo Saidna Umar radhiallahu anhu
amepambana nazo katika wakati wake. Inshallah kesho tutaeleza namna ya Saidna Umar katika vita vikubwa ama fathi kubwa alizopata Saidna Umar ni kuiftahi Baitul Maqdis. Inshallah tutaeleza hiyo kesho, na pia tutaangalia namna ya Saidna Umar alivyokuwa na karama na uchamungu wake katika khilafa yake. Alikuwa ni mtu mcha Mungu, usiku akikesha kwa kuswali na kusoma Qur'ani, lakini mtana wake alikuwa akipambana na maadui katika jihadi na katika futuhat. Inshallah tutakoma hapa. Kama kutakuwa na maswali yoyote tutaweza kuuliza na Al-Habib atayajibu inshallah. Haipigwi bismillah, lakini tueleza na sura zote huanzwa kwa bismillah isipokuwa surati Tauba. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ni rehma na message iliyoko ni ya rehma, lakini kwenye surati Tauba kwa sababu ni sura ambayo kwamba ya address mushrikina, ya address kwamba kuwatoa mushrikina katika jaziratul Arab, kuambia innamal mushrikuna najas fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amim hadha. Ikawa alipewa Saidna Abubakar ende akawasome baada ya mwaka huu wasije tena. Kwa hivyo hakuna kusomwa bismillah kwenye vita. Vitu vya vita si bismillah, ndio ikawa haisomwi bismillah. Hama kafiri, hama kafiri yovamana. Wanafiki ni watu ambao kwamba ni Waislamu lakini wafanya vitendo ambavyo kwamba haviendi Kiislamu, kama haya yaliyotokea. Akakamilisha isha yake, na swali la pili ikiwa baba ni deadbeat father, Naam, deadbeat father shona hamshughulikii binti yake wala hafuatiliziki kitu chochote, yule binti ikifika makamu ya kuolewa, idhini itakwenda kuchukuliwa kwake au nani atamtolea idhini? swali hapa Al-Qur'ani alikuwa nauliza, na kuna mtu anauliza swali, ni heri uliulize watu wote walisikie, kisha tutakuja kwa yule bwana. Swali Naam, kabisa ni Waislamu kabisa kabisa. Angalia, Muislamu ni yule ambaye kwamba Muislamu ni mtu ambaye kwamba amepiga shahada. Usifikirie kwamba huyu akirudi kwao atasema kwamba hawa si Waislamu. Ni kwamba wewe wamuona kwamba huyu anapiga shahada ni Muislamu kwisha. Hakuna ya kufikiria kwamba hufanya hivyo. Wao sura mbili si mpaka zisithibitike? Zile sura mbili zisithibitike. Mtu akiwa imethibitika, hapo si Muislamu. Ikiwa ana sura mbili, moja
ni kwamba akubaliana na wewe na nyingine hakubaliani na wewe, hiyo si makosa. Hata mimi na wewe naweza kuwa na wewe, lakini kuna mambo fulani mimi sikubaliani na wewe. Ikhtilafu wanayo. Ikhtilafu ya mtu haimaanishi kwamba mtu ni kafiri. Hata kama wewe katika sharia ya Kiislamu hukuambiwa wewe lazima uwe wewe Khalifa Abubakar na Umar, kwamba hawa wewe uamini uwafuate. La tasubu ashabi ni madhambi, lakini ni dhambi. Wajua kuna kumsubu ukawa utapata dhambi, kuna kumsubu pia usipate dhambi. Pengine umeeleza makosa alofanya na sahaba ni binadamu, afanya makosa, si maasumi. Sasa ukieleza kwenye tarikhi vitu kama hivyo, si kwamba utakuwa kafiri. Huwezi kuwa kafiri, huwezi kuwa kafiri. Pengine aweza kuwa ni asi, hawi mnafiki. Amesema wazi wazi, na si wote. Ikiwa mtu fulani amefanya hivi, si kwamba na mwingine yuko hivi. Wewe uangalia ile sura ama. Wajua hapa kuna kitu ambacho kwamba chafahamika makosa, nayo ni masala ya itikadi ya usuni na Shia. We should be beyond these things. Lazima tuangalie kwa sura nyingine, si kwa sura ya kuwa huyu amtukana sahaba, huyu hamtukani sahaba, huyu aswali tarawehe, huyu hataki hili, huyu hataka hili. Hayo ni mambo maneno. Ungalie Uislamu apase. Tusiangalie kwamba huyu ni dhehebu kadhaa, wala Mungu ukifa wewe huulizi utakuwa dhahabu gani, utaambiwa wewe ni dhehebu gani. Naam. Ndio. Kulikuwa na hikma gani? Manake Mtume alikuwa ataka kulingania uonekane Uislamu ni kitu kimoja na isisemekane huyo anataka waua wafuasi wake. Kulikuwa na political dimension katika masuala kama haya. Naam. Kwa hivyo pengine sawa. Allah imeelezwa vizuri sana na Ahmad kwamba wakati wa mtume kulikuwa na wanafiki 300, hakuwaeleza wote, na kuna wengine yeye akiwajua, na mtu mmoja peke yake ambaye alikuwa akiwaeka, akiitwa sahibu sirri nabii. Sasa hii ni kwa sababu gani? Kutaka kuvuta mpaka yule kitwa chao le Abdullah bin Ubay bin Salul, yeye si rasul munafiqina. Alipokufa yule, mtoto wake Abdullah bin Ubay bin Salul ni katika maswahaba wakubwa kabisa. Sasa alitaka mtume apate kitu cha mtume yule, amkafinie babake. Akamwambia mtume, nipe kanzu yako. Mtume akampa kanzu yake.
hakusema kwamba huyu ni mnafiki, mimi simtaki. Sasa ikawa ataka kuswaliwa yule Mwenyezi Mungu ndo akateremsha aya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Baada ya kuwa ataka kwenda na angalikwenda, lakini mpaka kwa amri ya Mwenyezi Mungu usifanye hilo. Kwa hivyo, na kuna hadithi nyingi. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa hadithi ya masala ya kuswali nyumbani. Yuko mmoja katika Sahih Bukhari iko, akamwambia, ya Rasulullah, mimi macho yangu yamekuwa mazito sana, hayaoni, maguu yangu pia hayawezi, naweza kuita watu hapa nyumbani tukaswali? Akaomba Saidna Umar na Saidna Ali, ngelini mahali katika nyumba, tuangalie mahali pazuri ambapo kwamba wataswali. Wale wakaangalia, basi Mtume akaswali. Akaulizwa, mbona fulani hayuko katika watu wa pale, mbona hayuko? Mmoja akasema, huyo ni mnafiki, atana naye. Mtume akamwambia, usimuite mtu mnafiki. Mtu yoswali na sisi, wewe wamuita mnafiki? Usimuite mnafiki. Kwa hivyo huwezi kumuita mnafiki akiwa vitendo vyake haviku, kwa sababu hakuja kuswali jamaa. Pengine ana sababu zake, hakujua kama kuna swala ya jamaa, hakujua kama Mtume yuko pale. Sasa sile kwetu sisi kila kitu mnafiki, 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 mnafiki. Mnafiki angalia vitendo zake. Tolerance ndio muhimu sana. Sisi tuwaita wale ambao kwamba washikamanao na Mayahudi, wako wazi wazi, wao wanafiki, kwa sababu twaona vile wanavyofanya, kisha wanasema wazi wazi, tuwapige hawa. Kwa hivyo, ikiwa una huja waweza kumuita mtu, ikiwa huna huja huwezi. Naam. Sana. Swali lake huyu bwana, je, ya mtu kuitwa Wahabi. Kisha akaeleza la pili kwamba kuna masala ya watu wafanya mambo ambayo kwamba yakataliwa, na mambo haya yako kitambo, kule yalikuwa hakuna yakawa. Sasa vipi? Jawabu la kwanza, kumuita mtu kwa dhehebu lake. Manake Wahabi ni dhehebu kama Shafii. Shafii si jina lake, ni babu yake, akaitwa kwa lakabu yake ile. Hanafi si jina lake, kwa lakabu yake. Na huyu Wahabi ni Muhammad Abdul Wahhab. Yeye alikuwa ni mwanachuoni, akenda kinyume na wanazuoni kama babake na ndugu zake kwenye madhhab ya Imam Ahmad bin Hanbali. Sasa kila mmoja akawa yeye amfuata
Muhammad Abdul Wahhab, Muhammad Abdul Wahhab, ikawa ni lakab ya dhehebu laitwa Wahabi. Naam. Sasa hawa kumwambia huyu ni Wahabi, manake afuatana kama huyu ni Shafi. Huyu ni Shafi, si kwamba ni Imam Shafi, huyu afuata madhhabu ya Imam Shafi. Huyu ni Hanbali, huyu afuata madhhabu ya Hanbali. Sasa kuna wengine wasema na kila kitu huja kubadilika. Inna Allah ta'ala faradha faraidhan fala tudayyi'uha. Mungu ameweka faradhi, msiziate zile faradhi. Maadamu ni faradhi, zile hazifai kuatwa. Wa hadda hududan, na akaeka mipaka kwenye mambo. Fala ta'taduha, musipite ile mipaka. Wasakata an ashya, na Mwenyezi Mungu akanyamaza vitu fulani. Rahmatan lakum, ni rehema kwenu nyinyi. Kama hii uketi hapa kwenye darsa, masahaba hawakuketi kwenye darsa namna hii baada ya Ramadhani. Masahaba hawakuwa na miswahafu, masahaba hawakuwa na iPad, masahaba hawakuwa na tasbihi, masahaba hawakuwa na mapeni namna hii. Kwa hivyo ni mambo ambayo kwamba tuyafanya sisi kusimplify yale mambo. Mwenyezi Mungu maadamu mambo ni yale yale, wewe waleta simplicity, wafanya mambo ambayo kwamba watu wayaone kwa namna fulani. Hii innovation namna hii ni innovation mzuri. Ni kama watu kufanya mashindano ya Qur'ani. Hakuna sahaba yoyote aliyofanya mashindano ya Qur'ani, wala tabiina, wala maimamu. Imekuja kitu 50 years zilizopita, lakini ni jambo zuri. Huwezi kusema ni bid'a, huwezi kusema kwamba ni haramu. Sasa kila wakati watu huja na miondoko na mifano. Leo miaka 50 itakayokuja, watakuja watu waone vingine. Teknolojia ziko namna nyingi zatoka, hatujui yatakuja vipi, lakini muhimu ni kwamba ni man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Mwenye kuzua katika jambo letu hili la dini, basi fahuwa raddun, atarejeshwa. Akije ikiwa si ma laysa ni kwamba si katika dini. Je, ikiwa katika dini? Ikiwa katika dini ni sawa. Swali. Naam. Ikiwa mtu amechelewa salatu al-isha, amekuja msikitini, amepata imamu wa swali tarawih, akaunga ile jamaa ya tarawih, lakini yeye swali isha, yafaa kwa swali la kwanza. Swali la pili ni kuwa ikiwa kuna mzazi baba ambaye hamshughulikii binti yake, amezaa binti lakini yule binti yake hamwangalii kwa hali, kwa mali, amemtupa. Yule binti amefika hali ya kuolewa, makamu ya kuolewa, idhini itachukuliwa kwa baba huyu ambaye amemtupa ule mtoto wake, au nani atakuwa wali wake? Swali zuri sana. Hapa kuna masala ya mtu amekuja kuswali, amekosa jamaa, akapata jamaa ya tarawehe. Kwa madhhabi ya Imam Shafi, mtu yoyote
mwenye kuswali swala yoyote aweza kumfuata mtu yoyote kwa swala yoyote isipokuwa swala ya maiti, kwa sababu swala ya maiti hakuna rukuu, hakuna kusujudu, lakini haiziwiliki kwa kuwa yeye hawezi kumfuata. Aweza kumfuata. Suala atapata jamaa, hapati jamaa, hakuna cha jamaa hapo, kwa sababu yule aswali sunna, wewe aswali faradhi. Na kitu kingine kwenye swala, yule umekuja wewe wataka kuswali tarawehe, huja swali isha, umeona tarawehe yenda, swali tarawehe, kwa sababu ile tarawehe itamalizika, kisha utaswali isha, au swali isha kisha uswali tarawehe. Pale walipokoma, ikiwa wameswali 8, ikiwa wameswali 12, utamaliza na wao, kisha na wewe utaendelea. Tarawehe ni raka 20, utaendelea mpaka 20. Ikiwa huwezi hata raka 2 pia kusimama usiku, ni raka yoyote, si lazima raka iwe ni 20. Huwezi kuswali 20, waweza kuswali raka 2, kwa sababu Mtume anasema man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Bora uinuke tu uswali kama raka 2, kama raka 4. Masahaba Saidina Abubakar na Saidina Umar na Saidina Ali na masahaba wote waliswali 20. Wengine waswali 8, wengine waswali 2, wengine waswali 3 witri peke yake. Haina haja ya kubabaishana. Na ya pili, masala ya mzazi na kijana chake. Yule ni walii, na uwalii wake si kwa kuasi. Hata akiasi, yeye bado ni walii. Baba yule ni babake, maadamu amemzaa ni babake, by virtue ya kuwa yeye ni babake. Masala ya kuwa hakumlelea haimfanyi akose wilaya yake. Na lau akakataa, si kwamba ndio itakuwa mwisho. Yeye sio kiwango cha mwisho wa kutoa idhini. Kuna kadhi amewekwa, ataangaliwa, je, huyu hakutoa idhini kwa sababu gani? Lakini ataambiwa atoe idhini, lakini idhini pia asiwe fasik. Wali akiwa fasik, huwa idhini haijapita. Jitu pengine ni mlevi, pengine ni tarikul khamsi, huyu hana wilaya yote, utatukua idhini kwa mwanamke. Yule mwanamke atatoa idhini, atakupa wewe idhini ya kumuoza. Ndio uzuri wale watu wa kuozesha watukua idhini kwa mwanamke na kwa mzazi. Pengine ile mzazi huwa haikufaa, mara nyingi pengine njitu fasik, hujui wewe. Na ikiwa kumetokea matatizo yoyote, ultimate itakuwa ni kadhi. Kadhi atauliza kwa sababu gani, atajustify kwamba je, huyu amekataa, hawataki, kwa nini hataki? Ikiwa kwa sababu za kuwa hawasikizani kutoka mwanzo, kadhi atamwozesha tu. بس وسؤال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله
رمضان 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 كريم